Wapendwa katika Kristo, Paulo anasema pamoja nasi katika sabato ya leo ya kwamba hatutatosheka kupata aibu ya dhambi. Mpaka lini tutaendelea kukaa katika dhambi? Kwa sababu neema ya Yesu Kristo imeletwa katika macho moja dunia. Kwa sababu ya hiyo, watu wote hatutatosheka kukaa katika tabia ya aibu ya Yesu Kristo, wema wa Yesu Kristo, mapenzi ya Yesu Kristo, kibali cha Yesu Kristo kinataka kutupanguza machozi yetu, jasho letu, miaka yetu, udhaifu wetu, unyonge wetu katika jina la Yesu. Wapendwa, once we were slaves. Mara ya kwanza tulikuwa watumwa. Mstari wa 23 Paulo ananena pamoja na kanisa na kusema, for the wages of sin is death. Mshahara wa mauti ni dhambi, ambayo ni kifo. Wapendwa, ni aibu kufe maskini sasa na ukufe maskini wa dhambi. Tumeelewana? Ni aibu ukufe kifo cha maskini sasa. Hauna runinga, wengine wanaona news. Hauna runinga, wengine wanaona beki. Hauna runinga, wengine wanaona 3 sisters in one. Na ukufe ukiwa maskini wa dhambi. Ni aibu sana. Hauna smartphone, ukufe leo tukuzike. Na hauna smartphone na ukufe kifo cha dhambi ya milele. Ni aibu sana ukufe kifo wewe au kufanya harusi, ukaiba msichana wa watu na msichana akajiba, na ufe bila upatizo. Mshahara wako na mwenye dhambi ni siku moja. For the wages of sin is death. Ni aibu sana upiwe baridi ya Kericho. Mungu nisaidie nisicheke. Ni aibu sana upiwe baridi ya Kericho miaka 30, urudi kwenu, mshahara ni wa mauti. Marafiki zako ni watu wa kijiji, hata hakuna aliye katika simu yako anayetoka hata Kisumu. Na ufe tukuzike na baridi ya Kericho, na mwishowe ufe kifo cha milele. Ni aibu sana mshahara wa mauti, tuwe watumwa wa ukahaba. Kericho tukuzike na ARVs kwa sababu ya kusema asikuja kupeana kwa miti. Sina nimenona, nani anajua niko na ukimwi?
na ukose ufe. Utakapokufa tena kifo cha pili kikupate. Wapendwa, tulikuwa watumwa wa Yesu Kristo. Sasa Yesu anatuita katika nyakati hizi na kusema, wapendwa, mshahara wa mauti ni kifo, kifo cha umaskini. Matanga yake yanaisha saa 7. Matanga yake ni siku 5. Watu hawakeshi, watu hawalii, watu wanakuja, hata ni majirani siku ya Alhamisi unapotoka mochari, kwa sababu akija Jumatano hakuna nafasi penye watalala, hauna choo ya penye wataoga. Kwa sababu ya hiyo, mshahara wa dhambi umekuwa fananisho ya umaskini ulioharibu sasa. Na tena ufe mwenye dhambi, tukuzike mwenye dhambi, na tukuzike na umaskini, na tena ufe siku ya Kiyama. Yesu anasema anapotamatisha, wapendwa, Paulo anaambia kanisa la Warumi, but the gift of God is eternal life. For the gift of God is eternal life. Haijalishi dhambi zako zinanuka namna gani, haijalishi umaskini unaokusonga, haijalishi miaka ulionayo, zawadi ya Yesu Kristo, baada ya sisi sote kuwa watumwa wa dhambi, Yesu anasema mshahara sasa, ambayo ni zawadi ya mbingu, ni msamaha wa dhambi zetu. Mshahara ambayo ni zawadi kwa sisi zote ambao ni binadamu ambao tumepewa. Yesu anakuja tena, kwa sababu anakuja tena, anasema sasa tumekuwa watumwa wa miaka mingi. Yesu anaita sisi zote tutubu makosa yetu, tupatizwe ndani ya maji mengi, ili atakapokuja atuandae zote, tupate zawadi ya wokovu, tuingie Yerusalemu alipotuandalia na Mungu awabariki. Tusimame.